Bwana usifiwe. Mungu inuliwe na utukuzwe. Katika jina la Yesu, inua mikono yako juu. Liko neema leo. Iko neema ya Mungu itakayokusaidia. Hii ni ibada kamili. Hii ni ibada kamili. Lengo la ibada ni kuwafungua walioshiriki, ni kuwabariki walioshiriki. Hii ni ibada iliyo hai, ibada ambayo Roho Mtakatifu anafanya kazi, ibada ambayo mbingu zinaijua, ibada ambayo mbingu inaijua mkono wa Mungu uko hapa kuwasaidia maelfu na mamilioni za watu ambao wako hapa. Roho Mtakatifu, tukiwa tunahubiri, ponya walio wagonjwa. Roho Mtakatifu, tukiwa tunanena neno, lipeleke kwa roho za watu, lipeleke kwa mili za watu, watu wapone na kufunguliwa. Neema na ishara na ushuhuda. Mungu wa ushuhuda uonekane. Mwokozi, Mungu wa ufufuo na uzima, kafufue Bwana, kafufue yaliyokufa juu ya maisha wana wako. Kafufue yaliyokufa juu ya maisha wana wako, yaliyouawa ipate uzima, ili jina lako litukuzwe. Asante Mungu Mwokozi, asante kwa maana Bwana umesimama nasi. Oh, asante Mwokozi Bwana, asante kwa maana ushuhuda wako Bwana utakuwa juu ya maisha ya hao waliohudhuria na wengine wanaotufuata kwenye mitandao ya kijamii popote waliko ulimwenguni. Bwana uwabariki. Ibada hii Mungu ikalete majibu juu ya wote wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube. Bwana Mungu wa ushindi, maklipe zetu Bwana, acha wabarikiwa na kujengwa Bwana. Mungu unatupeleka katika hatima yetu, unatupeleka katika kuinuliwa. Tunaamini Bwana kesho haitakuwa kama vile leo, kwa maana wewe ni pamoja nasi. Baba, asante kwa maana Mungu hatimaye tutafika Bwana, kwa maana wewe ndiwe mwanzilishi wa safari hii, wa huduma hii na kazi hii. Bwana, tutafika Mwokozi. Asante Bwana Mungu wetu, asante mfalme wetu, asante Mwokozi wetu. Bwana, ukawaponya watu wako mbali na karibu, wapone Bwana. Walio hapa Bwana wasiteseke tena, wasiumie tena, wasilie tena, wasipate shida tena, maana wamekimbilia kwako Bwana. Lazima wapone, wana haki ya kuponywa katika jina la Yesu. Bwana, asante Mwokozi, asante Mungu wa uzima, asante Mungu wetu. Oh, asante Bwana kwa jina la Yesu. Hebu shangilia Bwana, umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Shimama pale tukasome neno la Mungu tukiwa tumeshimama. Torati ilipokuwa inasomwa watu walikuwa wanainuka. Leo nataka niongee kwa ufupi vita vya kuiendea hatima yako. Vita vya kuiendea hatima yako, au vita vya kuendea kile Mungu alichokuambia. Haleluya. Vita vya kuendea kile ambacho Mungu ameahidi, amekiweka kwa ajili yako. Vya kuendea eneo lako la kuinuliwa, au vya kuendea eneo lako la kubarikiwa, au eneo lako la kutawala, la utimilifu wa kile Mungu alichoweka ndani yako. Kwa nini tunaongea? Kwa maana watu wengine wanapokuwa wameona vita huamua kurudi nyuma, wakati ambapo ni vita vinavyowapeleka katika hatima ya maisha yao, au katika kesho yao iliyopangwa na Mungu. Na watu wengine huzani ya kwamba kile walichokibeba ambacho Mungu amewaambia, wanazani ya kwamba hakitaleta vita. Ndio wanapoviona vita wanajiuliza kwamba inawezekana Mungu sio ndio mwanzilishi wa hiki kitu. Halafu baadaye wanajikwaa, na watu wengi wanashindwa kufikia ushindi, kwa maana walipoona vita wakarudi nyuma, wakarudisha miguu nyuma na kufikiria kwamba kumbe labda hii njia tumejituma wenyewe, lakini kumbe Mungu ndiye amewatuma. Lakini vita vya kuiendea ile ambacho Mungu aliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
Soma nami Matendo ya Mitume mlango wake wa 23 na mstari wa 11 katika Matendo ya Mitume. Usiku ule ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Soma. Usiku ule ule Bwana akasimama karibu. Usiku ule ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe hodari au uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kushuhudia vivyo hivyo Rumi nako. 12. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Nao hao wakaingia wakaapiana, vivyo wakapata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu wa makuhani na wazee wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Basi sasa ninyi pamoja na wazee wa baraza mwambieni jemedari amlete chini kwenu, kana kwamba mnataka kujua habari zake vizuri zaidi, na sisi tuko tayari kumua kabla hajakaribia. Mjomba wake Paulo akasikia habari za kuotea kwao, akaenda kaingia ndani ya ngome, akampasha Paulo habari. Amen. Ka unachobeba ndicho kinaleta vita vizuke hata mahali hukutarajia. Haleluya. Kila mmoja wetu ana mahali anaendea, na mahali anaendea ni mahali ambapo unakwenda kutimiza kile ambacho Mungu alikuambia uende kukifanya katika jina la Yesu. Kwa hiyo ninapoona kila mmoja wetu aliyeko hapa, au kila aliyeitwa na Mungu, au kila aliyeokoka, kuna kusudi unalolibeba, kuna hatima yako ambayo unaiendea, na hiyo ndio inasababisha vita viwe kubwa kwa ajili ya maisha yako. Na wakati ulipokuwa bado hujaokoka, hukuwa na vita vyovyote. Utakubaliana nami, ulipokuwa bado hujaingia kwenye maisha ya wokovu, ukawa huna vita, watu wote walikupenda, hata hakuna mtu angekuumiza. Lakini tangu siku hiyo ulipookoka, ulipolijua neno la Mungu, ndipo vita vikaanza kuinuka. Hata kuna wengine adui akaingia ndani ya wazazi wao, ndio wakawa namba 1 ya kufanya vita kwa dhidi yako. Wanashangaa ulipookoka. Kwa maana tunapokuwa tumeokoka, tuko tayari kulibeba kusudi la Mungu, na tuko tayari kubeba wokovu wa Mungu kwa watu wengine. Tuko tayari au kufundisha wengine ili waiache njia mbaya na waingie katika kusudi la Mungu. Na hiki ndicho adui shetani huwa hapendi. Shetani ana hasira kwa ajili ya wote waliookoka. Shetani adui yetu ana hasira na wale ambao wameokoka. Wanawake, wanaume waliookoka, shetani ana hasira nao. Ujue hii kitu. Kwa maana tunapookoka, tunakuwa tumelikaribisha kusudi la Mungu.
Maana kusudi la Mungu ni kwamba watu wote wafikie kutubu, watu wote wamjue Mungu, watu wote wajue kazi ya Kristo aliyofanya pale msalabani, kazi ya wokovu. Watu wote wazaliwe mara ya pili. Paulo anasema nataka watu wote wawe kama mimi. Kwa hiyo unapokuwa umeuitia wokovu juu ya maisha yako, tayari umelikaribisha kusudi la Mungu, na unaweza utafikia kile Mungu alichokuwa amekuambia. Na tunapokuwa katika nyumba ya Mungu, unasikia au unabii unatolewa au neno la Mungu linatolewa, Mungu anaanza kugawa vipawa katika maisha ya waliookoka, na hivi vipawa ndivyo vinatubeba ili tuendee kesho ya vipawa vyetu ambavyo vinakwenda kuzaa matokeo makubwa. Haleluya! Vinakwenda kuzaa matokeo makubwa. Mungu katika kanisa huwa anaweka vipawa. Huyo anakuwa na kipawa cha neno, cha kuhubiri, huyo anakuwa na kipawa cha utoaji, na wewe anakuwa. Halafu haya ndio makusudi ya Mungu. Halafu naona vita vinainuka kinyume chako, kwa maana shetani ni adui ya kila aliye na kipawa, na anachotaka kufanya ni ili akuue, ili usitimize kile Mungu alichokuambia. Namba moja, unapokuwa umeokoka au umekuwa na kipawa cha Mungu, utapiganishwa na roho ya mauti. Sema roho ya mauti. Roho ya mauti. Kwa maana shetani anajua mauti ikifika juu yako, utakuwa huna uwezo wa kutimiza kile Mungu alichokuambia. Ndio maana roho ya mauti huwa inainuka. Angalia, Mungu akasimama usiku ule mbele ya Paulo akamwambia, ewe Paulo, wewe umenishuhudia Yerusalemu, sasa nimekuahidi utanishuhudia pia Roma au pia Rumi. Utaenda kama ulivyonishuhudia hapa Yerusalemu na katika miji hii mingine, kama ulivyonihubiri na kunishuhudia katika mji wa Yerusalemu, vivyo hivyo utanishuhudia Roma nako pia. Shetani akaliona lile kusudi, akaona alivyo Paulo, unajua alivyoshuhudia Yerusalemu, hata katika miji ya Efeso, hata katika miji ile ya Wakolosai na ile ya Tesalonika, alihubiri injili mpaka walibomoka, wachawi walianguka katika mji wa Efeso. Vitabu vyao vilichomwa, vitu vyao vilichomwa, mambo yao, uchawi ulichomwa pale Efeso. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 19 utaona kwamba uchawi ulianguka katika mji wa Efeso. Hekalu la Artemi mungu mke likaharibiwa na mafundisho na neno Paulo aliyokuwa akiyahubiri. Hasa shetani akaangalia, huyu ambaye ameokoa watu Yerusalemu, watu wamelijua neno kupitia Paulo, watu wameokoka, wanawake na wanaume, tena Mungu amemtuma Rumi. Kumbe shetani akaliona lile kusudi, ndio akaingia wanadamu. Roho ya mauti. Unajua roho ya mauti haiwezi kupambana na wewe kama haipate wanadamu itakayowaingia. Vita ambavyo adui anavyo na wewe huwaingia wanadamu. Hakaingia Wayahudi, watu 40 wakaingiliwa na roho. Watu 40 wakasema, kuanzia leo hatutakula wala kunywa mpaka tumuue Paulo. Hapana kosa aliyoifanya. Kosa aliyoifanya anabeba kusudi la Mungu. Angalia wewe uliokoka. Kuna watu wanajiuliza, mbona vita ni vikali juu yangu? Tangu umeokoka hapo umeanza vita. Kwa maana adui alipenda ubaki bila wokovu. Alipenda ubaki uwe mwenye dhambi basi. Kwa maana anajua kwa njia hii utamtendea kazi, na watu wengi kupitia dhambi hiyo wataambukizwa. Lakini ulipoanza maisha ya wokovu ukawa adui. Utanishuhudia Roma, Paulo. Adui akasema Roma hautafika. Kaandaa watu wakajifunga, wakasema leo hatutakula, hatutakunywa mpaka tuwe tumehakikisha tumemuua Paulo. Wakaenda kwa Wayahudi
wakaenda kwa wazee wa Wayahudi, wakawaambia sisi tumejiweka wakfu, tumepatana, tumejiweka kando, na tumejiweka kando kabisa. Hatutakula wala kunywa mpaka tuhakikishe tumezima maisha ya Paulo, tumemuua kimwili, ili asifike Roma. Kwa maana kifika Roma watu wataokoka, shetani atapoteza. Kwa hiyo lazima tumuue. Angalia wanadamu wanaweza kushindwa kufunga kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya kazi zao, lakini wanaweza kufunga ili ufe. Wanashangaa watu hawawezi kufunga juu ya maisha yao magumu, lakini watu wanaweza kufunga ili ufe, wakati kufunga ni ngumu. Maombi ya kufunga ni ngumu, lakini hapa wanafunga ili mtumishi wa Mungu aweze kufa. Kwa maana Mungu amemwambia ataenda Roma kuhubiri. Kwa hiyo shetani anaona Paulo akienda Roma, uwepo wa Paulo Roma italeta ufalme wa giza kusambaratika. Kwa hiyo ndio anaandaa na waingia watu ambao hawana Mungu, ambao tu kazi yao ni udini, halafu anawaingia. Usishangae adui shetani akitumia wanadini ambao wanachukua Bible, ambao wanachukua Injili, lakini unashangaa ndio wanatumiwa kwa kuweza kumuua Paulo. Wakafika kwa wakuu wa dini, wakawaambia, hasa mnaonaje? Wakasema, sisi tunawaomba muombe jemedari amulete kwenu, mnataka kusikia habari kwake, lakini kabla hajawafikia sisi tutakuwa njiani, tayari tutamuua kule njiani. Kwa hiyo habari itafika kwamba ameshambuliwa na mabandia njiani, kwa hiyo atakuwa amezimika, na habari njema anayoihubiri na ufungulivu anaotangaza utakuwa hauna maana tena. Wayahudi wakakubali, wakasema sawa. Kwa hiyo watu wakaenda kwenye barabara ambayo ataipitia, lakini neno la Mungu linasema muyomba akatokea. Sema muyomba akasikia. Muyomba yake Paulo akasikia ile shauri, akasikia ile baraza, akasikia kile kikao, akasikia. Usikose muyomba katika jina la Yesu. Katika maisha yako usikose watu, hata kwenye vikao vya adui lazima uwe ndani. Kilichoponya Yusufu ni wakati ndugu yake alikuwa pamoja na wengine, lakini akawaambia tusimuue ndugu yetu, tumuweke kwenye shimo alafu tuangalie. Ndio alimponya. Hata ndugu zake Yusufu walimchukia, lakini katikati yao kuna aliyemponya. Akawaambia tumuuzishe kwa Waismaeli, ikawa ni njia ya kupona kwa Yusufu. Kwa hiyo kwenye adui, hata kwenye baraza za waovu, lazima kuwe mtu. Mungu ainua hata roho ya Mungu kwa waovu, akutetee katikati yao, katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna kipindi mmojawapo tulikuwa na vita vikubwa mahali fulani, na wengine walikuwa wameanguka katika vita. Alafu sasa nikapata mtu mmoja akaniambia, unajua kwamba wewe na wewe unalengwa, baada ya huyu unajua kwamba ni wewe. Akasema nilikuwa nikisukua machungu, nikasikia ikineno kwamba wegawa wametuletea shida. Sasa mmoja ameanguka kati yao na mwingine. Sasa huyu naye msafiri naye lazima naye aanguke. Ndio akakuja kuniambia. Nikapata mzee mwingine na akaniambia, sasa wewe uangalie nafsi yako, kwa sababu wewe kichwa chako pia kinatafutwa. Alafu tangu wakati huo ndio nikaanza kutumia hekima na akili. Ndio leo niko hai leo katika jina la Yesu. Haleluya. Niko hai kwa sababu ya hawa waliokuwa mahali baraza lile lilipokuwa. Ndio maana nikasikia ile habari, nikapona hadi leo. Haleluya. Bwana akusaidie usife mpaka utimize kile Bwana
alichoweka ndani yako. Nimekuja nitabiri leo, dada yangu, hautakufa mpaka utatumikia kusudi la Mungu juu yako. Utafikia malengo ya Bwana, maana malengo ya Bwana unayabeba pale uliko, unayabeba. Hutakufa. Myomba akamponya, akasikia, akaenda akaomba, akaenda kwa Paulo pale gerezani, akamwambia wanataka kukufungua, usikubali. Usikubali. Angalia utakachokifanya, kwa maana wanataka kuja kuomba jemedari akuachilie. Halafu kwa kukuachilia kuna njia utakayoipitia. Ile njia kuna watu 40, wana mikuki, wana mapanga, wana silaha, watakuzima, watakukatakata vipande vipande, hutaonekana. Na kile Mungu alikuambia utaenda Roma, hautafika Roma, kwa sababu watu wamejipanga, hawana wamejikana kula chakula wala kunywa, na wana hasira juu yako, watakuwa. Paulo akamwambia liwali, akaita mtoto mdogo, akamwambia nenda kwa jemedari. Akamwambia jemedari hii na hii. Jemedari akajua kabla wale watu hawajafika kwenye ile njia, jemedari akawa ameandaa jeshi likapeleka Paulo mji mwingine. Haleluya. Likampeleka mji mwingine, akaandaliwa vikosi vikubwa na zile punda, zile magari za vita zikashindikiza Paulo kufika mji mwingine. Kwa hiyo wale wakaenda kwa ile njia, wanasubiri apite, kumbe alishapita zamani. Haleluya. Wachawi hawatakuona, walosi hawatakuona, wanaotamani kuila nyama yako hawataila leo katika jina la Yesu. Neno la Bwana litakufunika katika jina la Yesu. Unalindwa na Bwana. Mungu akafanya mlango wa kutokea, Paulo akanusurika. Hila zao zikagonga mwamba, mishale yao ikapiga hewa katika jina la Yesu. Mipango yao, mafungo yao ikawa si kitu. Wewe umewahi kutoka kapa? Unatoka kapa mahali ambapo litarajia upate ushindi. Angalia roho yako inapokuwa unapotoka kapa. Hata wakikuimbia unasema toke hapa, kwa sababu umetoka kapa. Hawa walifunga chakula bila kunywa. Sasa angalia walivyofungua, kufungua chakula, kwa maana yule waliyetarajia kumuua Mungu akawa amemhepusha njama yao na hila zao. Sasa angalia mafungo yao, ikawa imezaa hewa. Sema itazaa hewa. Itazaa hewa. Hila za waovu zitazaa hewa katika jina la Yesu juu ya maisha yako. Kila hila iliyopangwa, kila njama iliyopangwa kinyume cha afya yako, kinyume cha watoto wako, kinyume cha familia yako, kinyume cha project yako, kinyume cha mipango yako, itazaa hewa katika jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kila silaha itakayoinuliwa kinyume chako haitafanikiwa. Nami natabiri leo, popote ulipo unayenifuata kwenye mitandao, kila silaha, kila njama itakayopangwa juu yako haitafanikiwa. Itazaa hewa, itagonga mwamba katika jina la Yesu. Siku moja mfalme Saulo akaamua kumuua Daudi. Akamuita kwenye chumba cha kukaa, kwenye sitting room, kwamba njoo ukaniimbie wimbo. Daudi akaanza kuimba. Hakujua kinachoendelea. Daudi akaanza kuimba. Alipoanza kuimba, akaangalia mfalme pembeni yake. Mfalme ameweka mkuki. Mfalme akakamata mkuki. Wakati Daudi amejazwa, anaendelea kuomba, anaendelea kuimba, akipiga kinanda, mfalme Saulo akachomoa mkuki, akaipiga ndani ya Daudi. Mungu akaiweka, ikapiga ukuta. Mikuki ya waovu itapiga ukuta kwa jina la Yesu. Ikapiga ukuta.
Wewe umewahi kuona mtu mko naye hivi mkuki yake inapiga ukuta? Kwa sababu alichotaka hapa, alitaka Daudi asifikie kusudi la Mungu. Saulo alikuwa amejua kwamba Mungu ameweka mafuta juu ya Daudi na Daudi atakuwa na kazi kubwa. Kwa hiyo kuanzia siku ile Saulo akawa adui namba 1 wa Daudi. Saulo akawa na akamshindwa mara 2 kwa mkuki. Saulo alikuwa ni mpiganaji. Alikuwa ni mpiganaji hodari, lakini angalia, anashindwa kumuua Daudi wakati wao wako wawili kwenye chumba, tena kwenye nyumba ya Saulo, lakini anashindwa kumuia kwake. Hiki ndicho Mungu akufanyie. Hiki ndicho Mungu akufanyie. Kwa maana Saulo alifikiria kwamba Daudi amefika kwangu, nitamuia kwangu. Hata tukae pembeni na adui hautaweza kwa jina la Yesu. Hata tukiikalia kiti kimoja, mshale wako utapiga ukuta kwa jina la Yesu. Kukaa pamoja na adui haimaanishi kwamba ameresire, ameweza kukua. Hataweza katika jina la Yesu. Utafikia malengo. Lengo la Bwana litatimia. Makusudi ya Bwana yatatimia juu ya maisha yako. Hakuna mlozi, hakuna mchawi, hakuna mwovu atakayekatisha ndoto zako, dada yangu, katika jina la Yesu, mpaka utafika kwenye ushindi wa Mungu. Kwa maana aliyekuita ni Mungu, alindaye ni Mungu. Biblia inasema, Daudi akasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Katika malisho ya majani mabichi ananilaza, nipitapo kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa maana Bwana atanisaidia. Gongo lako na fimbo lako vitanifariji. Hata bonde, hata nilakufa, bonde la mauti, hata adui tukikaa naye hataweza. Kuna mtu mmoja mwaka 2011 akaniandikia kwenye ujumbe kwenye simu, akaniambia, unajua kwamba mwaka huu utakufa? Akaniambia, unajua kwamba utakufa? Nikamwambia, nimefanya kosa gani kaka? Kwenye simu akasema, utakufa. Tumepatana, yale maombi yako utakufa. Nikamwambia, mimi sifi. Na huu mwaka, kwa sababu ilikuwa ni mwanzo wa mwaka mpya, nikamwambia, kwanza mwaka huu sitakuwa hata na maumivu ya kichwa wala homa sitakuwa nayo. Kwa hiyo umedanganyika. Akasema, utaona. Nikamwambia, sitakufa wala kugonjwa, sitakufa. Akasema, tutatumia kila njia. Nikawaambia, mkitumia ngume hamtaweza. Mkitumia uchawi ndio kushindwa yenu yote. Mkitumia maaskari wa usiku hamtaweza, kwa sababu mtakutana ulinzi uko juu yangu katika jina Yesu. Nikawatisha kabisa, nao wakashangaa. Nikawaambia, sitakufa mwaka huu kwa maana sijafanya dhambi. Nikawaambia kitu cha pili, unajua kwamba ninalibeba kusudi la Mungu? Mnajua kwamba halijatimia? Nikawaambia, kwa ajili ya hii sitakufa, kwa sababu kusudi la Mungu liko ndani yangu. Kwa hiyo sitakufa. Tukaendelea, waliandika kama message kama 10 hivi. Ilipokuwa mwezi wa 6 wakakuambia jiandae. Wakaniambia jiandae, nikawaambia sijiandae. Nikawaambia, kama mmetengeneza jeneza mtaingia ndani. Kama mmetengeneza jeneza kwamba nitaingia ndani, mtaingia ndani. Kama mmetengeneza ugonjwa itawapata ninyi. Chochote mlichotengeneza, kama ni risasi, litawapiga ninyi wenyewe. Kabla mfike mahali nilipo, mtakuwa mmefia njiani. Kwa maana mimi sina kosa mbele zenu na mbele za Bwana. Kwa ajili ya kumtumikia Bwana ndio mnatisha. Nikamaliza ule mwaka. Wakanianza 2012. Wakasema, tulishindwa
ule mwaka, sasa hii mwaka ndio nikawaambia hamwezi kuwa hamna haya. Nikawaambia hamna haya. Kwa sababu ya nini? Tulikuwa ndani ya mji mmoja. Nikawaandikia, tuko ndani ya mji mmoja Butembo. Tunanunua vyakula kwenye soko moja. Nikawaambia tunachangia barabara moja. Nikawaambia tunapishana na kuna wakati mnanipa mikono. Kwa sababu nilikuwa siwajui kwa sura, ilikuwa tukipambana tu. Nikawaambia hamwezi kujiuliza kwa nini mnanisalimu, kwa nini mnadidi. Hamwezi kujiuliza kwa nini mwaka umeisha sijapata homa. Nikawaambia hii njama yenu haitafanikiwa. Haleluya. Mwisho mwaka ukaisha na mwingine wameshanyamaza mpaka leo. Haleluya. Kwa maana walifikiri wakinitisha sina kosa mbele yao, lakini wanasema kuomba. Unajua kilichopelekea vita hivyo? Kuna mama moja ambaye alikuwa mume wake anatumika kule Maisiro kule kwenye misitu kule. Sasa kuna baba moja yeye ameweza huyu mama na anaingia kwake wakati mume wake yuko kule. Sasa yule dada alikuja kusikia injili. Ndio ikawa kesi kwamba ni wawe kwa sababu nimeangusha nyama yake kwenye kinywa. Kwa sababu nilipomhubiri akaokoka, akakataa yule baba, akamwambia hapana, nimejua njia tulio ndani yake ni ya uovu. Nitakuwa nasubiri mume wangu hata kama iko mbali. Nimeokoka. Akajaribu kumpa gari, akaikataa. Akajaribu kumpa pikipiki, akasema tampa nyumba. Nikamwambia wokovu ni zaidi ya nyumba. Ndio ule baba akaamua kwamba lazima huyo mtu afe kwa sababu ameangusha mke wangu kwenye kinywa. Unaona vita vya wana wa Mungu. Ndio unaweza kufikiri huna vita unapoambia mwingine anaokoka, kumbe aliyekuwa anampangia uovu unakuwa adui yake. Kwa sababu umeacha amekuwa nguvu. Kwa sababu injili ndio naacha ile mavazi iwe juu ya mili yenu. Wokovu. Lakini vinginevyo itafunguliwa kila mahali. Si ndio? Unapopata injili unajengwa vizuri. Yani ile jipe yako, ile nguo yako haiwezi kuanguka kwenye mwili, kwa maana neno la Bwana litakulinda. Kwa hiyo huyu mama akawa amesimama imara. Haleluya. Leo hii utasimama imara. Hakuna mchawi atakuchezea, hakuna mwenye dhambi atachezea mwili wako, maana mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu la Roho Mtakatifu. Nikawaambia nitafikia malengo. Angalia sasa, niko hai mpaka leo. Kwa hiyo mipango yao ikawa imezaa hewa. Sasa hapa Paulo akaokoka katika ule mtego wa mauti uliokuwa umetegwa mbele yake. Mtego wa mauti. Na hapa Paulo akasema sasa hapa nikiendelea kukaa Yerusalemu na katika miji hii nitashambuliwa. Akamwambia Kaisari, akamwambia Festo na Felix, walikuwa ni maliwali. Akawaambia nataka niende nisambe Roma. Kwa sababu anajua Mungu aliniambia naenda Roma. Akasema mimi sitaki, kwa sababu mimi ni msomi na mimi tena ni mtu ambayo ninaongea lugha nyingi. Nataka niende kwa Kaisari mfalme wa Roma. Kwa hiyo wakawa hawana uwezo wa kuendelea kumshikilia. Ndipo wakaamua apande meli ya kuelekea Roma. Shetani akaona ameingia kwenye meli ya kwenda Roma. Upepo kavuma wa ajabu. Angalia, shetani akaona hata kama Wayahudi wameshindwa kumuua, nitamuua ndani ya bahari, nitamuua ndani ya Hosea. Angalia katika Matendo ya Mitume 27. Utaona kitu moja hapa mlango wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa na hatari sana, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merekebu tu, ila na maisha yetu pia. Lakini yule akida akawasikiliza
nahodha na mwenye merikebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika huko wakati wa baridi, nayo ni bandari ya Krete. Bandari ya Krete. Angalia mstari wa 13. Na upepo wa Kusi ulipoanza kuvuma kidogo kidogo, wakadhani ya kuwa wamepata waliowazimu kupata, wakaongoa nanga wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Baada ya muda mchache ukavuma upepo wa nguvu wa namna tufani uitwao Eurakilo. Merikebu ilipokwisha merikebu iliposhikwa na kutowezwa kushindana na upepo, tukaiacha tukachukuliwa. 20 nasema, jua wala nyota hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi, na tufani kuu ikatushika. Basi tukakata tamaa ya kuokoka. Adui akaona, akaandaa njama ya pili ambayo ni tofauti na ile ya wanadamu. Akaandaa zoruba. Paulo akajaribu kuambia mwenye meli, na akaambia watu watakawaambia, kwa sababu hii ni msimu wa baridi, tungekaa hapa tusiondoke, kwa sababu mimi ninavyoona, mimi kama Paulo naona ya kwamba safari hii itakuwa na shida na itakuwa na matatizo makubwa, kwa maana ni wakati wa baridi, ni wakati wa upepo, na hii bahari Hosea itatuangamiza. Kwa hiyo tungekaa hapa. Wakasema hapana, tuende. Paulo atasema nini? Kwa hiyo wanafikiri yeye ni mfungwa, kumbe yeye ako kwenye safari yake kwenda Roma. Wao wanafikiri wanachukua mfungwa, kumbe yeye alikuwa hana nauli, alikuwa hana tiketi. Tiketi ni ile ya wale wanafikiri ni mfungwa, kumbe yeye sio mfungwa. Wakakataa neno lake, wakaongoa nanga, wakaenda, wakaanza safari. Walipoenda kidogo wakafikiri wamepata, wakaona kwamba hapa ni sawa, wakaenda. Baadaye kidogo ukavuma upepo mdogo mdogo, ikatokea upepo na uitwa Eurakilo. Pepo hatari kaanza kugeuza ile meli. Wakajikuta wakajaribu kupigana waende pwani, waende nchi kavu, ikawashinda. Wakajaribu, wakaiacha ikaenda kwenye upepo ilitaka. Sasa jua na nyota zikazimwa, milima ikazimwa. Wakajikuta wako ndani ya Hosea, ndani ya bahari, lakini hawajui waliko. Paulo anasema muda wa siku nyingi wale wakawa hawajui waliko, wakaenda kwa mwendo wa upepo, wakaenda, upepo ikawapeleka kule ilikotaka. Alicholenga shetani ni kwamba aangushe Paulo katika ile bahari, wala maiti yake isiwahi kuonekana, asifike Roma. Lengo la ule upepo ni kwamba asifike Roma. Angalia upepo ulioko kwenye maisha yako, ni kwamba usifikie malengo, ni kwamba usifikie utimilifu. Ndio unaangalia upepo. Wanadamu
wanadamu wanakaa kwa ajili yako, wanakusengenya, ni ili kwamba ukate tamaa ya kufikia kile unachofanya. Usikate tamaa kwa jina la Yesu. Haijalishi upepo, katika upepo Bwana atafanya njia kwa jina la Yesu. Nimetangaza hapa kaka, katika zoruba ambayo umekutana nayo, Bwana atafanya njia. Wakati walipokata tamaa, Paulo anasema tulipokuwa hatuone jua, hatuone nyota, hatuone milima, tukakata tamaa ya kuokoka. Wakasema maisha yetu imefika mwisho. Angalia mstari wa chini. Mstari wa chini unasema malaika akamjia Paulo, akamwambia Paulo, unasikia, utafika Roma. Haleluya. Malaika wa Bwana akashuka ndani ya Hosea. Wakati zoruba iko, malaika akashuka ndani ya Hosea, akaingia ndani ya ile meli, akajiadrese kwa Paulo, akamwambia Paulo, hii zoruba hata kama ni kali, wewe ulianza safari, utafika Roma na utahubiri Roma, usiogope. Lakini meli itaharibika na watu wote waliosafiri na wewe watalindwa kwa ajili yako. Haleluya. Nitawalinda kwa sababu yako, hakuna unywele wala chochote kitakachopotea. Paulo akatiwa nguvu, akasimama, akawaambia wanaume na wanawake, nawaambia katika jina la Bwana kwamba malaika wa Bwana amesimama pamoja nami leo. Ameniambia leo usiku huu, ameniambia hamtakufa, tutafika tunakokwenda. Ameniambia nitasimama mbele ya Kaisari kulihubiri neno. Kwa hiyo hii Hosea haitatuua, mchangamke na mule chakula. Watu wakaanza kula chakula. Bado upepo navuma, anawaambia wajipe moyo. Ni nani katika majaribu yake atasikiliza sauti ya Mungu? Unapokuwa kwenye majaribu, unapokuwa kwenye mapito ya kuendea kile Mungu alikuambia, uwe unasikiliza Mungu. Usisikilize watu sana, maana watu watakuambia ni laana. Wengine watakuambia ulifanya dhambi wakati wewe hukufanya dhambi. Watu wataongea vitu vingi sana, lakini wewe sikiliza Mungu. Paulo alipoona watu wamekata tamaa ya kuokoka, akasikiliza, na mbinguni inasema nini? Kwa sababu Mungu ndiye aliumba Hosea, ametuma Paulo Roma. Kwa hiyo Hosea ni kiumbe, haitaua Paulo. Haleluya. Bahari itatii Mungu na Paulo atafika Roma. Zoruba itatii Mungu, utafikia malengo. Hata kama milima imefunikwa, milima ni watu msaada. Wanadamu hakuna naye kufungulia mkono, wanadamu hakuna naye kutetea, hakuna wa kukutia moyo. Nyota ni zile ambazo zingekusaidia. Hata wasichana wenzako wanashindwa kukusaidia, hata wazazi, hata myomba, hata shangazi, hata yeyote, binadamu yoyote hana uwezo wa kukusaidia. Mbingu zitakusaidia katika jina la Yesu. Aliyekuita, aliyekuokoa, aliyekuweka atakutetea kwa jina la Yesu. Nitafika Roma. Simama kwa miguu yako, isema nitafika. Nitafikia malengo. Nani anaongea hapa? Nitafikia kudestine ya maisha yangu, hatima yangu ninaiendea. Nitafika. Ambia jirani yako nitafika. Tulia kaa kidogo, tulia kaa kidogo, nitafika. Hosea nayo zoruba inapoteza wakati, kwa sababu nitafika Roma. Hosea nayo wanadamu wa Yahudi waliswata, na Hosea nayo inafanya didi na inagonga mwamba, na inagonga mwamba. Sasa hapa
Paulo akawaambia mchangamke mle chakula. Watu wakatumia chakula. Wakasema mbona? Akawaambia Mungu ninayemwabudu, malaika wake amesimama mbele yangu. Ninamuamini na ninajua alichoniambia atakitimiza na tutafika. Ila chombo hiki kitaanguka, lakini sisi sote tutaokoka. Mungu amesema atawalinda kwa sababu yangu. Haleluya. Angalia, unaposafiri wewe mtu wa Mungu, Mungu hata mwanga ile gari. Hata kama walozi walifikiri kuiangusha ile gari, lakini kwa sababu wewe unabeba kusudi la Mungu, ulitembea katika lile gari, halitaanguka. Hata kama lilipangiwa kuanguka, halitaanguka. Hata kama ndege ilipangiwa kuanguka, haitaanguka. Haitaanguka. Kuna wakati moja tulikuwa tumesafiri kwenye ndege. Sasa ikakutana na zile maglass kule yulu kule juu. Unajua Boeing huwa inapita kwenye masafa marefu kule juu. Huwezi kuiona, ukiiona ile moshi yake maana yake inakaribia kutua. Lakini Boeing zinapita huwezi kuziona. Na kule huwa zinakutana kule baridi. Zinakutana milima, kwenye anga kuna milima pia. Hasa mkigongana na mlima mnasikia ndege inashuka na roho zinashuka. Sasa ikafika mahali watu wakaanza kuomba. Mimi nikajua hafi mtu hapa, kwa sababu kusudi la Mungu bado nalibeba. Kwa hiyo watu wengine wakatetereka, watu wengine wakatetemeka, wakalia, wakayumba, wakalia. Lakini mimi nikajua hafi mtu hapa. Hii ndege haiwezi kuanguka, kwa sababu hawa walio pamoja nami, kabla nipande niliwaombea. Niliombea hii ndege, niliombea na wote tutakao safiri nao, hata hawana wokovu na walio na wokovu wote niliwaombea. Niliombea hata waendesha ndege hawa niliwaombea. Kwa hiyo ndege haiwezi kuanguka, kwa sababu tunalibeba kusudi la Mungu. Kwani nife hapa kabla wakati? Nimefanya kosa gani ili nife mapema? Tukashangaa wanasema tumefika kwenye anga la Kisumu, tukashuka Entebbe kwa salama. Watu wakapiga mikono na kushukuru rubani. Nikasema nashukuru rubani, wangeshukuru Mungu, wanashukuru rubani. Ndege kwa sababu watu wapi hawana ufahamu. Baada ya kumshukuru Mungu wanapiga mikofi, wanasema tukupa chupa. Yaani unaona vitu vya ajabu. Wanamshukuru katika uovu. Na wanawake wengine wako tayari hata kama akipenda, kwa sababu ya dini, kwa sababu wametoa salama. Vitu vya ajabu, vitu vya ajabu. Mwisho hatimaye tukafika. Unapokuwa na kusudi la Mungu, hata kipindupindu kikitokea kwenye mji, kikitokea kwenye inji, Biblia inasema hata inji kitetemeka, hata inji ndani ya moyo wa bahari, wewe uamini tu. Kusudi la Mungu ni ulinzi. Kusudi la Mungu ni ulinzi. Sio kipindupindu mara moja nasema tutakufa. Hata masasi kilia wanasema hakuna mtu hapa. Watu walio na kusudi la Mungu, utaona watashimama ambaye tumesalia. Kwa sababu kusudi la Mungu litafanya wewe usife. Litafanya wewe usife. Hata vita vikivuma, wewe usiamini mauti. Wewe amini kuokolewa. Kwa maana unabeba kusudi la Mungu. Hafi mtu hapa katika jina la Yesu. Hafi mtu hapa katika jina la Yesu. Havitaharibika katika jina la Yesu. Biashara yako ndio Mungu alianzisha kwamba utakuwa mfanyabiashara mkubwa. Hakikisha utakuwa mfanyabiashara. Amini ile. Akamwambia Yusufu, wewe ndugu zako watakuinamia. Haijalishi vita, watainama tu. Watainama. Hata safari ndefu, mwisho watainama. Angalia mstari wa 25 wa 28 katika ile tumalizie hapa katika Matendo ya Mitume 28 mstari wa kwanza. Tulipokwisha kuokoka, ndipo tulipojua kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizo za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua ulionyesha na kwa sababu ya baridi.
Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate dhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa ghafla, na wakisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Sema hatari ya tatu. Ili Paulo afike Roma, alipita katika hatari kubwa tatu. Hapa wametoka ndani ya Hosea kwa muujiza, kwa maana meli yao ilipasuka, kila mtu akafika nchi kavu. Neno la Mungu ambalo alimwambia Paulo likatimia. Hata hawajui kuogelea watafika, neno la Mungu litawafikisha nchi kavu. Wakafika nchi kavu bila msaada wowote, msaada wa Mungu ukawabeba. Wote walikuwa watu 276 katika ile meli, lakini hakuna aliyepoteza maisha. Hosea ni tofauti na bahari. Hosea inatisha. Hosea hujui. Hosea inafika mpaka Mombasa, inafika mpaka Dar es Salaam, inafika mpaka Afrika Kusini, inafika mpaka inazunguka. Hosea ndio inakula eneo kubwa duniani kuliko eneo linaloikaliwa na watu. Lakini angalia, wanaokolewa. Huwezi kuipima profondere yake au kilindi chake. Wakaingia, wakajikuta wako nchi kavu, lakini wakauliza tuko wapi? Ndipo walipookoka wakatambua tuko Melita, tuko kwenye kisiwa cha Melita. Na watu wakawakaribisha pale, wakawawashia moto, kwa sababu baridi na mvua zilikuwa nyingi. Wakawasha moto na wakachamuka, na Paulo akaona moto unapungua, akakusanya mzigo mwingine wa kuni, akauleta ili moto uendelee kuwaka. Sema nyoka. Kumbe nyoka, shetani akajua huyu amepona Wayahudi, huyu amepona mafungo ya mabandia, huyu pia amepona Hosea bahari, acha niandae nyoka imuue taratibu. Vile navyo tutavishinda katika jina la Yesu. Hivyo navyo tutavishinda katika jina la Yesu. Nyoka, watu 276, nyoka kachagua Paulo. Munakaa watu, walikuwa watu 276, lakini wote wanaota moto, inachagua tu Paulo. Kwa nini mimi? Kuna wakati nilijiuliza, kwa nini mimi vita? Kwa nini mimi vita? Watu mahuduma zilianza zamani, wamejenga. Sisi tunakaa tu kwa kufundisha tu neno, lakini wengine tayari wana mali na vitu na hospitali. Unapambana na watu ambao hawajakuwa na eneo. Angalia, kwa maana shetani anajua tukiendelea kuishi na kuongezeka, watu wengi watageukia Injili, watafunguliwa, na watafunguliwa katika jina la Yesu. Wataokoka katika jina la Yesu. Ufufuko na uzima itaeleweka katika jina la Yesu. Bwana ametupa kibali na kitaendelea kuongezeka, kibali na neema, mpaka Injili tunayoibeba itasikika. Kila bariere zilizowekwa zitaanguka, zitavunjika, na watu na maelfu na mamilioni za watu wataingia hapa katika jina la Yesu. Wataingia hapa. Juzi nilikuwa nikizungumza na mtumishi mmoja ambaye alikuwa analia kwa maana huduma imekwama. Alikuwa analia, akaniambia, sasa mbona sisi tumekwama kwenye huduma kule,
Na tumefika wakati tunajiuliza, Mungu ndiye alituita? Nikawaambia, akasema sasa tulikuwa kama watu 200 lakini leo tuko watu 40. Tumebaki watu 40. Akasema ni shida kubwa. Nikamwambia nikawaambia unahitaji kujitolea tena zaidi, kwa maana hivi vitu vinahitaji moyo. Akasema tulikuwa nafikiri tunaenda, lakini angalia tumerudi nyuma. Nikamwambia Mungu atakusaidia. Kama Mungu aliyewaanzisha, muendelee kuwa pembeni yake, muendelee kuwa pamoja naye, atawasaidia. Yani akalia sana, akaongea ugumu kabisa, akaongea ugumu. Ndio nikaelewa, kwa maana shetani amewaingia watu ili waizime ule huduma, ili wavizime vile vipawa, walete mateso, walete usumbufu, masababu juu ya wanawake na wanaume. Ndio nasema tumebaki kama watu 40. Ati wengine ni waendesha pikipiki na wengine. Asema sasa mwisho tumejikuta kwamba sasa tunakosa kama tuingie katika huduma zingine. Huduma hii imemaliza zaidi ya miaka 15. Ni zaidi ya miaka 15. Kamwambia hivi ni vita vikubwa. Kamwambia mji huu kuna vita vya dini. Mji huu kuna vita vya ukabila. Washambuliaji ni wengi. Wanaotuombea ni wachache. Lakini wanaotuombea tufe na tushindwe ndio wengi sana. Ndio wengi sana. Lakini wanaotuombea tuishi na tulibebe kusudi la Mungu ni wachache. Nataka nikuambie wanaokuombea ni wachache. Kwa hiyo unatakiwa ujiombee. Unatakiwa ujiombee. Ukisema na wanaokuombea utajidanganya. Lazima wewe mwenyewe tafuta upako wako, tafuta mafuta yako, tafuta neema itakao kubeba ili uokoke kuliko kwa njama hizi. Angalia njama ya 3, nyoka anachagua Paulo katikati ya watu wengi. Anaruka kwenye mikono yake. Analewalewa kwenye mikono. Analewalewa, alikutana nini kwenye mikono? Alikutana upako. Haleluya. Sema upako. Sema upako, upako. Akalewa kwenye mikono. Akalewalewa kwenye mikono. Leo hii kila nyoka iliyoandaliwa kinyume chako italewalewa kwenye mikono yako. Italewalewa kwenye mikono yako. Ikakutana upako, ikakosa kwa kuuma, ikakosa kwa kuuma, ikakosa kwa kuuma, ikalewalewa, lewalewa kwenye mikono ya Paulo. Akaitukusia motoni. Akasema hamtaisha kulewa, na bado fire ikaingia kwenye moto. Wasenzi wakasema akose Paulo anakufa, tunangoja vimbe, atavimba, atatoka pofu. Walipomwangalia, mbona havimbe, mbona hatoke pofu, mbona haanguke, wakabadilisha, huyu ni Mungu. Unajua watu wanapoona jaribu wanasema lile jaribu mara hiyo litamubeba, atazimika, ataisha, atazimika, atakufa. Ule ugonjwa, angalia shagonda, angalia, atakufa, hatakufa, hatakufa. Watabadilisha mawazo, watasema tulikosea, hafi mtu hapa, hafi mtu hapa. Wakasema atafariki. Walipoona hafi, wakaelewa nguvu za Mungu, wakasema mtu huyu ni Mungu. Lakini angalia walichokisema. Walisema hata kwa sababu nyoka imemchagua yeye katikati ya wengine, hata kama ameokoka kwa hatari ya bahari na mvua, haki haimwachi, ni muuaji. Wanasema ni muuaji na hajaua mtu. Biblia inasema wasenzi. Wale wasenzi, inaandika pale wasenzi, wakasema ni muuaji. Angalia, wakatunga maneno. Kwa dakika ile walipoona lile jaribu kwenye mkono wake ile nyoka, wakatunga maneno kuliko wamsaidie. Lakini wakasema akose, huyu ni muuaji, kwa maana nyoka imemchagua katikati ya hawa wote.
ndiye anabeba kusudi la Mungu. Shetani anakujua, anajua unakokwenda, anajua upako ulio nao, anajua neema, anajua unaenda kuinuliwa. Vita yako inamaanisha kesho yako ni kubwa, una picha kubwa kesho, ila leo ndipo maana shetani anakupiga vita. Ninaongea na watu walio na picha kubwa kesho, watu wanaobeba mawazo makubwa ndani yao, watu ambao ni malkia, watu ambao ni waprese, watu ambao watazaa wafalme, watu ambao wataolewa kwa malengo ya ushindi wa jamaa katika jina la Yesu. Ndio naongea nao. Nyoka nayo itakufa katika jina la Yesu, akaitumbuzia kwenye moto, ikateketea, na wasenzi wakasema huyu ni Mungu. Simama kwa miguu yako. Hiki ndicho Mungu akufanyie. Waliokucheka waseme Mungu wake amemjenga, Mungu wake amemuponya. Wenyewe walishuhudia afya yako ikidorora, washuhudie pia afya njema kwenye mwili wako. Waliosema utakufa, hautakufa, utaishi kwa neno la Bwana. Mtu haishi kwa mkate, mtu haishi kwa maneno ya watu. Kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu ndimo mna maisha. Wewe ni waheri, jipigie makofi. Wewe ni waheri. Hapa ni ufufuko, hapa ni uzima, hapa ni ufufuko, hapa ni uzima. Kilichokufa kitafufuka, kilichouawa kitapata uzima. Heri eposhete hikapapapa. Kilichouawa kitapata uzima, kitapata uzima katika Yesu. Hata waliniga biashara itapata uzima, biashara yako itapata uzima. Hata nyoka amejikunjia kwenye biashara, leo tunamsukuma kwenye moto katika jina la Yesu. Kila nyoka yoyote iliyojikunja kwenye biashara yako, kwenye afya yako, iliyokuuma, sumu yake yote, fire katika jina la Yesu. Riposhaka.